Online TV. Mkuu wetu wa wilaya ya Kinondoni, wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya hiyo, ndugu katibu tawala wetu wa wilaya ya Kinondoni, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, pamoja na kamati yako ya siasa ya wilaya hiyo ya Kinondoni. Natambua pia unawakilisha viongozi wa vyama vingine vya kisiasa ndani ya wilaya hiyo. Lakini pia natambua uwepo wa mstahiki meya wa manispaa ya Kinondoni, naibu mstahiki meya wa manispaa hiyo, waheshimiwa madiwani nyote mliopo. Lakini kipekee natambua uwepo wa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kinondoni, kaka yangu, rafiki yangu Abastari. Mpigieni makofi mengi sana. Mbunge oye! Yule mwingine siwezi kumtambua kwa sababu hayupo. Lakini pia natambua uwepo wa watumishi na wakuu wa idara mbalimbali mliopo, ndugu watendaji, watumishi wa ofisi ya mkuu wa wilaya, ndugu wanahabari. Lakini kipekee natambua uwepo wa vijana wetu wa hamasa, naomba wapige makofi mengi sana. Mwenge wa Uhuru oye! Kinondoni oye! Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni, awali ya yote nami nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia mpaka muda huu kuwa wazima wa afya na kuweza kutufikisha ndani ya viwanja hivi. Lakini kipekee ni kushukuru wewe pamoja na mkurugenzi wako wa manispaa ya Kinondoni kwa kazi kubwa mlioifanya ya kuhakikisha watu wanafika katika viwanja hivi wakiwa na bashasha, wakiwa na furaha, wakiwa na hamasa juu ya makabidhiano na mapokezi ya Mwenge wa Uhuru. Naomba tujipigie makofi mengi sana. Pia tunaye kiongozi wetu ambaye anatusemea ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya mbunge wetu kwa jimbo la Kinondoni. Hapa tupo Kinondoni. Basi tunamtambua mbunge wa Kinondoni. Kinondoni oye! Kinondoni safi! Maana mwenyekiti wa chama alikuwa ananiangalia hapa. Sasa mimi nadhani hata na hili tulifanya jimbo la Kinondoni tukashimiwa. Kwa sababu mbunge wa Kinondoni amefanya kazi nzuri, ndio maana nikampendelea na hapa. Pigieni makofi mengi sana. Mheshimiwa mkuu wa wilaya na ndugu viongozi tuliopo hapa na ndugu wananchi, Mwenge wa Uhuru umefika katika eneo hili la Kawe. Tumekuja kujionea miundombinu ya barabara, kwa maana barabara yenye ujazo wa kiwango cha lami yenye urefu wa kilomita 1.5. Naomba tupige makofi mengi sana. Lakini barabara hii tumeambiwa katika taarifa, na wewe mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya umetuambia kwamba taarifa hii imejengwa kupitia fedha za mapato ya ndani, na ni maagizo ambayo wakati wa jengo la pembeni yangu hapa kulia, jengo ambalo kwa kweli limejengwa kwa ubora, linavutia na limeweka haiba na taswira nzuri ya eneo hili, ambaye alikuja kuweka jiwe la msingi hapa kwa maana ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi. Baada ya kuona anaweka jiwe la msingi jengo zuri na la aina yake, akawaagiza na nyinyi manispaa kuhakikisha na kipande hichi kuweza kukiweka barabara ya kiwango cha lami. Kwa kweli tunawashukuru kwa kutia agizo hilo, tujipigie makofi mengi sana. Dr. Samia oye! Dr. Mwinyi oye! Mwenge wa Uhuru safi! Ndugu zangu wananchi na ndugu viongozi, haya ndiyo mapenzi ya viongozi wetu wakuu ndani ya taifa hili. Lakini haya pia ndiyo maana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi hapa tuliokuwa nao wanaendelea kuienzi falsafa ya Mwenge wa Uhuru, lakini pia wanaendelea kuirithisha vizazi hadi vizazi kwa maana 4 zifuatazo. Kwa sababu leo hii Mwenge wa Uhuru unamulika ndani na nje ya mipaka yetu. 2, unaleta matumaini. 3, unaleta upendo. 4, unaweka heshima. Naamini leo hii wanawakawe na viongozi tuliopo hapa kwa kweli tumejionea matumaini juu ya ujenzi wa barabara hii, tumejionea upendo juu ya ujenzi wa barabara hii, lakini pia heshima imepatikana kwa viongozi wetu wakuu wa taifa hili juu ya ujenzi wa barabara hii. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Ombi langu kwa wananchi wa eneo hili la Kawe, tuendelee kuzitunza barabara hizi, tuendelee kuzienzi barabara hizi, kwa sababu serikali imetumia fedha nyingi juu ya ujenzi wa barabara hizi, na ndiyo maana ilikizi na ilisikia changamoto za wananchi wetu katika maeneo haya. Ungelikuja wakati wa nyuma, wakati barabara hii haijajengwa kwa kiwango cha lami, ilikuwa inapitika, lakini usalama wake wa kupitika ulikuwa ni mdogo, kwa sababu ilikuwa ikinyesha mvua katika eneo hili maji mengi yanatuama kwa sababu ya madimbwi ambayo yanakaa katika maeneo haya.
lakini viongozi na serikali yetu ya wilaya mkaona ipo haja ya kuhakikisha mnajenga barabara hii kwa kiwango cha lami. Kipekee niwashukuru sana wenzetu wa TARURA, naomba tuwapigie makofi mengi sana. Kwa kweli TARURA tunawashukuru kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kuifanya ndani ya taifa hili, kwa sababu nyie mna dhamana kubwa ya kuhakikisha maendeleo ya miundombinu ya barabara na mengineyo ndani ya taifa hili juu ya kumsaidia Mheshimiwa Rais Daktari Samia. Tunawashukuru kwa kazi nzuri mlioifanya hapa. Kwa kweli barabara hii unapoiona unatamani hata ulale kwenye hii barabara, kwa sababu ni safi na imezingatia mahitaji ya wananchi katika maeneo haya. Lakini kipekee niwashukuru sana viongozi wa manispaa wakiongozana na madiwani wetu, mstahiki meya, Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili pamoja na mkurugenzi mtendaji wa manispaa. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Kwa kweli tunawashukuru kwa kazi kubwa mlioifanya, na sisi binafsi pamoja na Mheshimiwa Rais tunawapongeza kwa kazi nzuri hiyo. Hivyo niendelee kuwaomba ndugu zangu wananchi wa eneo hili la Kawe, huu ni mwaka wa uchaguzi, twendeni tukashiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Haya maendeleo ambayo tunayaona leo hii kupitia Mwenge wa Uhuru yanatokana na viongozi wetu kuwa mahiri juu ya kutekeleza ahadi ambazo wameziahidi. Na ndiyo maana kwa sasa tuna uchaguzi mwingine kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Hizi zote kwa pamoja zinatuambia uchaguzi mkuu utafanyika kila baada ya miaka mitano. Na wiki yetu tunakumbuka mara ya mwisho nchi yetu kufanya uchaguzi ni mwaka 2020. Hivyo kwa katiba hiyo inatulazimu tufanye uchaguzi kwa kwenda kuchagua waheshimiwa madiwani, waheshimiwa wabunge pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Naamini wanakawe wote na wana Kinondoni tayari wameshakuwa na shahada zao za kupigia kura. Ombi langu wazitunze shahada hizo ili ifikapo mwezi wa 10 mwaka huu kwa tarehe itakayotangazwa na tume yetu huru ya taifa ya INEC na ile tume yetu ya uchaguzi ya Zanzibar ya ZEKI, twende tukapige kura kwa wingi, twende tukalipe imani za viongozi wetu hawa wawili. Twende tukawaambie sisi wanakawe, sisi wana Kinondoni, kwa kweli Mheshimiwa Rais kwa maendeleo aliyotufanyia, basi tunaenda kukupa mitano mengine ili uendelee kutuletea maendeleo zaidi ndani ya Kawe yetu na ndani ya Kinondoni yetu. Mwenge wa Uhuru oye! Baada ya kuyasema hayo, mkuu wetu wa wilaya, kwa kweli tumekagua barabara hii. Barabara tumeika ukaguzi wetu, tumepitia nyaraka zote. Kwa kweli nyaraka zilikuwa hazina shaka aina yoyote. Lakini pia wenzetu wa TARURA wamezingatia matumizi ya fedha juu ya ujenzi wa barabara hii. KM Online TV.